Jukumu kubwa la chuo ni kuendesha mafunzo ya maafisa wanafunzi. Ndio jukumu kubwa ambalo sisi chuo tunalo katika kuwafunza maafisa wetu kwa jeshi letu ili tupate maafisa wa kutosha kwa mujibu wa majukumu yetu ambayo tunayo kama jeshi kwa ajili ya ulinzi wa taifa letu. Jina langu ni Brigadier General Jackson Jairus Mwaseba, mkuu wa chuo cha mafunzo ya kijeshi Monduli. Chuo cha mafunzo ya kijeshi Monduli kilianzishwa mwezi Februari mwaka 1969 ikiwa ni shule ya maafisa wanafunzi, Officer Cadet School, Kurasini, Dar es Salaam, ambapo sasa ni chuo cha maafisa jeshi la polisi. Na kabla kuanzisha kwake, maafisa wetu wanapata mafunzo ya uafisa nje ya nchi katika nchi marafiki. Nchi hizo ni pamoja na Canada, Ethiopia, India, Israel, Misri, Pakistan, Sudan, Uingereza na Urusi. Mwaka 1972 chuo kingine cha kijeshi kilianzishwa hapa Arusha, kilomita 35 magharibi mwa mji wa Arusha, kikiendesha mafunzo kwa ajili ya viongozi wa chama na serikali, kikijulikana kama Party Academy Military School ama PCMS. Chuo hiki kilikuwa na jukumu la kuwafunza viongozi wa chama na serikali kwa ngazi mbalimbali mbinu za kijeshi ili kuwafanya waongeze uwezo wao katika uongozi na nidhamu. Pia wawe wepesi katika kutekeleza majukumu mbalimbali yalikuwa yanatolewa kwa kipindi hicho. Baadaye mwaka 74 shule hizi mbili, yani Officer Cadet School na PCMS, ziliunganishwa kwa kuwa mafunzo yao yalikuwa yanafanana, hivyo ikaundwa chuo kingine kwa jina la chuo cha mafunzo ya kijeshi CMK. Jukumu kubwa la chuo ni kuendesha mafunzo ya maafisa wanafunzi. Ndio jukumu kubwa ambalo sisi chuo tunalo katika kuwafunza maafisa wetu kwa jeshi letu ili tupate maafisa wa kutosha kwa mujibu wa majukumu yetu ambayo tunayo kama jeshi kwa ajili ya ulinzi wa taifa letu. Lakini pia chuo chetu kinapokea hata wanafunzi kutoka nchi rafiki, na kwa njia hiyo tunadumisha hata mahusiano na nchi marafiki pamoja na ushirikiano mwema tulionao na jamii inayotuzunguka katika kuboresha shughuli zetu za kijeshi hapa, lakini pia katika kuchangia maendeleo ya kijamii ikiwemo na ulinzi pia wa jamii inayotuzunguka kadri inavyoelekezwa na makao makuu ya jeshi. Kuanzishwa kwa chuo hiki kulilenga zaidi katika kuwafundisha maafisa wa jeshi letu misingi na maadili ya nchi yetu ili kuwawezesha kutekeleza majukumu yao ya msingi kwa weledi na kwa maslahi ya taifa. Hapo awali, kama nilivyosema mwanzo, chuo hiki kilifahamika kwa jina la Chuo cha Taifa cha Uongozi, yani CTU. Kilitumika kama tanuru la kuandaa viongozi wa jeshi na serikali. Ni wakati huu ambapo chuo kilitumika kuwapika viongozi kwa nyadhifa na ngazi mbalimbali. Lakini tukirejea nyuma kidogo, baada ya 74 kuanzishwa ile chuo cha mafunzo ya kijeshi, lakini tajio la kuwa na maafisa wengi lijitokeza, na hasa ndani ya nchi, lakini pia katika harakati ya ukombozi wa kusini mwa Afrika, ambapo kilipokea maafisa wanafunzi kutoka nchi hizo kwa ajili ya kufundisha mafunzo hayo. Sasa kwa sababu nafasi haikutosha, ikaanzishwa utaratibu wa kujenga chuo hiki hapa tulipo sasa, yani TMA, ambapo kilifunguliwa rasmi na Rais wa kwanza Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Mjeshi Mkuu Baba Taifa hayati Mwalimu Nyerere mwaka tarehe 1 Septemba mwaka 76 kwa msaada wa serikali ya watu wa China. Kwa kuanzia hapo kimeendelea kufanya mafunzo hayo mpaka sasa. Lakini ilipofika mwaka 1992, kama tunavyojua, Julai 92 nchi yetu ingia kwenye mfumo wa vyama vya siasa
na hivyo jeshi likaondolewa rasmi kwenye shughuli za kisiasa, na hivyo hata mitaala ilikuwa inafundishwa kwenye siasa ikaondolewa na kubakia mafunzo ya kijeshi tu. Mpaka sasa tunafanya utaratibu huo. Masomo yetu sasa tunafundisha ya msingi kabisa, mafunzo yote ya kijeshi tunafundisha hapa, lakini pia nafundisha masomo ya kiraia ambapo hapa tunaita tuna kwa sababu 2017 tulianzisha science shahada ya kwanza ya sayansi ya kijeshi, na hivyo tukawa sasa na programu mbili. Moja tunafundisha inaitwa core modules, na pia ambayo ni mambo ya kijeshi peke yake. Alafu ya pili inaitwa fundamental modules, masomo ya kiraia. Ndio tunafundisha. Mafanikio ya kwanza kabisa, tumefanikiwa kuandaa maafisa katika chuo chetu wenye weledi wa hali ya juu sana. Na kweli maafisa wengi karibu asilimia kama si 100 basi 99.9 wanapita katika chuo chetu kwa ajili ya mafunzo ya afisa mwanafunzi. Lakini pia tunafundisha hata ndugu zetu kutoka nchi marafiki katika chuo chetu, na hivyo kudumisha diplomasia ya kijeshi na uhusiano na nchi hizo rafiki. Kwa hiyo baadhi ya mafanikio kama nilivyosema ni hayo, lakini hatuishii hapo tu, kwa sababu mambo ni mengi ya kuyafanya kama jeshi. Na pia katika muktadha huo hadi sasa mojawapo ya mafanikio mengine ni kufanikiwa kuanzisha shahada ya kwanza ya kijeshi, ambapo tunashirikiana na vyuo vingine katika nchi yetu, vyuo vikuu vya nchi yetu. Mojawapo ni chuo cha uhasibu Arusha, lakini pia tunashirikiana na taasisi ambazo za kisheria katika elimu ya juu. Kuna Tanzania, kuna inaitwa TCU, yani Tanzania Commission of Universities, na pia kuna NACTE ama tunaita Baraza la Taifa la Elimu ya Ufundi, National Council for Technical Education, pamoja na kushirikiana na vyuo vingine vya elimu ya juu. Kwetu sisi tunaona mafanikio, sababu tunapiga hatua moja kwenda hatua nyingine. Wadau wakubwa kwanza ni makao makuu ya jeshi yenyewe, ambayo tunatoa miongozo wa kuendesha mafunzo. Ni kwa sababu na elimu ya ambayo tunatoa shahada ya sayansi ya kijeshi, tunashirikiana na vyuo vingi. Cha kwanza kabisa ni chuo cha uhasibu Arusha. Pia tunashirikiana na Tume ya Vyuo Vikuu Tanzania, Baraza la Taifa la Elimu ya Ufundi na vyuo vingine vya elimu ya juu. Tanzania ni mwanachama wa Umoja wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, na katika umoja huo kuna itifaki ambazo zinazingatiwa. Mojawapo katika uendeshaji mafunzo hasa kwa ngazi ya maafisa wanafunzi. Nchi ambazo tunashirikiana nazo sisi ni pamoja na Burundi, Kenya, Rwanda na Uganda. Na wakati mwingine nchi ya Msumbiji. Huwa tunabadilishana wanafunzi kwa nyakati tofauti tofauti. Kwa sehemu kubwa ni hizo nchi ambazo tunabadilishana wanafunzi katika ngazi ya afisa wanafunzi. Changamoto kubwa kwa upande wa tuseme maeneo ya mafunzo ni kuongezeka kwa idadi ya watu na kuongezeka shughuli za kiuchumi. Sasa utakuta kwamba jamii hizo ambazo zinazunguka na mifugo, sasa eneo la kulisha mifugo kwao ni dogo. Kwa nyakati tofauti wanajaribu kuingia kwenye maeneo ya mafunzo, lakini kupunguza kasi ya mafunzo kwa sababu kwanza toe ng'ombe ama toe mbuzi ama kondoo ili mafunzo yaweze kufanyika. Hata hivyo tunaenda kutoa elimu ili waelewe nini muhimu wa maeneo hayo kuwa kama yalivyo kwa sasa. Kwa hiyo nafikiri ndio changamoto kubwa ni hiyo hasa. Nyingine za kawaida tu kama jamii, kama jeshi, zipo za kawaida, lakini hii hapa kubwa ndio kidogo inasumbua kidogo. Mpango wetu baadaye ya hivi karibuni sana ni kukamilisha taratibu za kusajili chuo chetu kuwa chuo kikuu kinachojitegemea. Na baada ya hapo sasa tutakuwa tunaongeza vitivo kadri ya mahitaji ya jeshi yanavyo tutaka tufanye hivyo, ili kupanua wigo zaidi wa maafisa wetu na za kuwajengea uwezo wa wakufunzi wa kuwashikisha katika baadhi ya vyuo vikuu ili wapate zile skills ambazo zinatakiwa katika kuendesha vyuo vikuu. Na tayari tumeshaanza utaratibu huo, na muda si mrefu wataanza kwenda kwenye vyuo hivyo kwa muda fulani kwa maana ya kushikizwa katika kujiandaa katika kusimamia chuo kama chuo kikuu kinachojitegemea. Tunapoelekea kwenye chuo kikuu,
kutakuwa na hitajio kubwa sana kuboresha miundombinu yetu ya kufanyia kazi, ikiwepo majengo, maktaba na maabara, na pengine kujenga pia kitivo au kituo cha kufanyia utafiti ambao kinategemea kidogo, ili kuboresha ile taaluma yetu ambayo tulikuwa tunaitoa hapa kwenye chuo chetu. Kwa lazima ile swala litafanyika, japo kwa nyakati tofauti, kwa sababu tunajua rasilimali haitoshi. Kwa nenda kidogo kidogo kwa kufuata vipaumbele ambavyo tulikuwa tumeshajiwekea. Kwa hiyo nia ipo na itafanyika hivyo ili kuboresha mafunzo yetu na mandhari ya kujifunzia.